wake, nguvu zake, uweza wake, upendo wake na mipango miema alionayo katika maisha ya kila mmoja wetu. Na njia iliyo ya kifasaha ya kujua kuhusu mapenzi yake Mungu katika maisha yetu, ahadi zake na mambo yake yote kutuhusu ni kupitia kwa neno lake ambalo alitumia watumishi wake mbalimbali wakiongozwa naye Roho Mtakatifu, wakaweza kutuandikia, na huo ujumbe wote ukajumuishwa kwa kitabu kimoja kinachoitwa Biblia. Kwa hivyo nataka nikaribishe kila mmoja wetu ili tuweze kuendelea kusikia wasia wake Mungu kwetu kupitia kwa kitabu ama waraka wa Waebrania. Tuliweza kumaliza sura yake ya 3 na sasa tutaanza sura yake ya 4 kama kawaida yetu, tukisoma neno kwa neno, mstari kwa mstari, aya kwa aya, mpaka tumalize sura hii ya 4. Na naamini ya kwamba Mungu atatusaidia ili tuweze kupokea habari yake na kuipa nafasi katika maisha yetu. Tulimalizia kwa kukumbushwa, ama hiyo sura ya 3 ilikuwa inatukumbusha kuhusu wana wa Israeli ambao Mungu aliokoa kutoka nchi ya Misri. Sababu ya kutoamini, sababu ya kuwa na shaka, sababu ya kumuasi, sababu ya kunungunika na kumkasirisha, hawakuweza kufika katika nchi ya ahadi. Wale wote ambao wakati walikuwa wakihesabiwa walikuwa zaidi ya miaka 20 hawakuweza kufika nchi ya Kanaani, isipokuwa Yoshua na Kalebu. Tunakumbushwa ya kwamba sisi pia, sababu tulilia Mungu katika dhambi zetu, katika kuteseka kwetu tulikoteseka kupitia kwa maisha tuliokuwa tukiishi, Mungu akatusikia kwa njia ya Yesu Kristo, akatuokoa, akatutakasa kutokana na dhambi zetu za awali, na akawa wa kuandamana pamoja nasi, akituonyesha nguvu zake, uweza wake, uaminifu wake. Tusiwe watu wa kusahau na kutamani kurudi mahali ambapo Kristo alitutoa. Sababu tukifuata mfano kama wa Waisraeli, hakika hatutaingia uzimani. Jinsi ambavyo Waisraeli hawakufika katika pumziko la Kanaani,
hata sisi tusipoamini, tukiasi, tukinung'unika na tukifanya mambo ya kumkasirisha Mungu, hakika hatutaweza kufika katika pumziko lake la kimilele. Na kabla tuanze kusoma hiyo sura ya 4, ningetaka tu niseme ya kwamba hii sura kwa sehemu kubwa inaongea kuhusu pumziko. Na katika safari yetu ya kusoma hii sura, tutapata aina 3 ya pumziko. Pumziko moja ni pumziko la siku ya 7 ama Sabato. Pumziko la pili ni lile pumziko ambalo Waisraeli walikuwa wameahidiwa na Mungu la kufika katika nchi ya ahadi ama Kanaani. Na aina ya 3 ya pumziko ambaye tutaona ni pumziko ambalo Mungu ameahidi watu ambao ni wa nyumba yake. Pumziko ambaye tunafaa kujitahidi tukifanya kazi ili tuweze kuingia katika hilo pumziko. Na ningetaka tuweze kujua ya kwamba hizi aina 3 za pumziko kiini chake ni Mungu. Zimetokana naye Mungu. Na hizi pumziko mbili za kwanza, pumziko ya Sabato na pumziko la Kanaani ama kuingia katika nchi ya ahadi, Mungu alizitumia kama ishara ama mfano ama za kutuelekeza na kuelekeza watu wake katika pumziko la kimilele. Na naamini ya kwamba tunapoendelea kusoma, Roho Mtakatifu atatusaidia kuelewa na kufahamu kulingana na mapenzi yake Mungu. Wacha kwanza tusome mistari ya kwanza 3. Yaani Wahibrania sura ya 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Biblia inasema hivi: basi ikiwa ikaliko ahadi za kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao walioisikia. Maana sisi tulioiamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Ijapokuwa zile kazi zilikamilika tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hiyo mistari 3, na unaona kwamba hiyo sura ya 4 inaanza na neno basi, kumaanisha maneno yatakayofuatia yana uhusiano na maneno ambaye yamenenwa katika sura ambayo imeisha, sura ya 3. Tunaambiwa basi
ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake. Na hiyo ni wazi. Ahadi ya kuingia katika raha yake Mungu ama katika pumziko yake Mungu iko. Sasa tunaendelea kuonywa ya kwamba sababu ahadi ya kuingia katika pumziko ama raha yake Mungu bado iko, tuogope, ili mmoja wetu asije akaonekana ameikosa. Umeona? Sababu katika sura ya 3 tumeelezewa kwa njia kuu jinsi ambavyo wale watu ambao walililia Mungu wakiwa utumwani Misri, akasikia kilio chao na akatuma mtumishi wake Musa aweze kuwaokoa, awaelekeze katika nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa ameahidi baba zao, yaani Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kwa hivyo Mungu alitumana watu wake waokolewe, waelekezwe katika nchi ya ahadi. Hayo ndio yalikuwa mapenzi yake Mungu. Lakini tunaona katikati ya safari walianza kuwa na shaka, wakaanza kunungunika, wakaanza kuteta, na wakaanza kutamani kurudi mahali ambapo Mungu aliwatoa. Kwa hivyo hawakuweza kuingia ama hawakuweza kufika katika nchi ya ahadi. Sasa sisi nao tunaambiwa tuogope, tujichunge, sababu kuna uwezekano tusiposimama vizuri, tusiposhikilia imani yetu kwa ujasiri na tumaini ambalo tumepewa, tusipolishikilia mpaka mwisho, kuna uwezekano ifanyike kwetu ilivyofanyika kwa Waisraeli ambao hawakuamini, wakakosa kufika nchi ya ahadi. Sasa ndio tunaambiwa katika mstari wa 2, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Unaona? Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba sisi ni speciali, sababu vile ambavyo wale watu Mungu alituma Musa kwao, akawapea amri zake, Musa akawapea maagizo na maelekezo na ahadi zake Mungu, wakazisikia. Lakini licha ya kuwa walizisikia, hawakuweza kuingia ama kufika katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo hata sisi tusipochunga, tusiposimama imara juu ya mwamba wa wokovu wetu ambao ni Yesu Kristo, tusipomtegemea ili atupe ujasiri na atuwezeshe kushikilia tumaini letu hadi mwisho, hatutaweza kufika katika pumziko lake. Na huo mstari wa 2 unatuelezea kwa nini hawakuweza kufika katika nchi ya ahadi ama pumziko. Na nakumbuka nilisema ya kwamba
Inaitwa pumziko. Kufika nchi ya Kanaani kunaitwa pumziko sababu ni watu ambao waliteseka sana wakifanya kazi ya utumwa, wakakombolewa kutoka utumwani na wakaingia katika safari ya kuelekea nchi ya ahadi. Kwa hivyo kufika kwao katika nchi ya ahadi ilikuwa ni kupumzika kutokana na kazi ya utumwa na safari. Mstari wa pili unatuelezea ni kwa nini. Kwa nini hawakuweza kufika katika pumziko ama raha ya nchi ya Kanaani? Sababu tayari walihubiriwa habari njema. Sasa sehemu ya mwisho huu mstari wa pili ndio inatuelezea ni kwa nini licha ya kupata hiyo habari njema kutoka kwa Mungu kupitia kwa mtumishi wake Musa, kwa nini haikuwafaidi? Biblia inasema ya kwamba sababu ni neno lile lililosikiwa halikuwafaa, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani ya walioisikia. Hapa kuna ujumbe wa msingi sana, sababu kuna mambo matatu. Habari kutofaa mtu anayesikia, naye ama mtu anasikia habari na anaona haina maana. Hiyo naye sasa inasababisha jambo linalofuatia. Linakosa sababu habari ambayo umesikia haujaidhamini, haujaichukua kwa makini ama kuitilia maanani. Unakosa kuchanganya hilo neno ama hiyo habari na imani. Unaona? Sasa kuna mambo mawili ndio habari ambayo unaisikia ikufae ama ikufaidi ama iwe kwa manufaa yako. Kuna mambo mawili lazima uichukue kama habari ambayo inakufaa wewe. Lazima uidhamini, lazima uichukue kwa makini, naye huo sio mwisho. Lazima hiyo habari ambayo umeisikia uichanganye na imani. Na ni ukweli, sababu kuna watu wengi sana, hata najua pengine wengine wetu umewahi kutana na mtu ambaye ukimsikiza ni kama anaelewa Biblia, anaelewa maandiko, lakini ukiangalia mtu ambaye anakaa kuelewa maandiko na yale maisha ambayo anaishi, unaona ya kwamba huko kuelewa ambako ameelewa maandiko hakumnufaishi. Sababu ni kujua tu anajua, lakini haimsaidii. Na ni kwa nini haimsaidii? Sababu hajachanganya huo ufahamu alionao kuhusu maandiko na imani. Vile vile Injili ya wokovu imehubiriwa miaka mingi. Hata sisi kuna wakati tulikuwa tunaenda pale mjini, pale madukani, na tunawahubiria watu tukitumia vipasa sauti
vifaa vya kufanya sauti ikuwe kubwa na ifike umbali. Na wakati tunahubiri, hatuonangi watu wakiziba masikio, kumaanisha mahubiri unayohubiriwa, injili inayonenwa ukisikia, unaisikia. Lakini ni kwa nini watu wanaisikia injili ikihubiriwa, lakini bado wanaendelea kuishi katika dhambi? Sababu injili ambaye ni ya kweli kulingana na Yesu Kristo ni injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi kupitia kwa Yesu Kristo. Sasa sababu ya hiyo injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa Yesu Kristo kukosa kuonekana ama kuleta mabadiliko katika wengi wa wanaoisikia ni sababu hawakuichanganya na imani. Watu wengi sana hata ambao wanaenda katika makanisa, katika dini na madhehebu na mikusanyiko aina, wanasema kweli wanajua Yesu, wanajua Mungu, wamemsikia habari yake, lakini ni wachache sana ambaye hiyo habari wamesikia kuhusu Yesu Kristo na Mungu wameichanganya na imani. Na unajua kuna aina mingi ya imani. Kwa hivyo ni vema niweze kuelezea wakati ninasema kuchanganya injili ya wokovu kwa ajili ya ondoleo la dhambi na imani ni imani gani. Na njia iliyo bora zaidi ya kuelezea imani ni kupitia kwa neno la Mungu. Na nashukuru Mungu sababu katika hii sura, katika hiki kitabu ama waraka wa Ibrania, ukienda katika sura ya 11 utapata maelezo kuhusu imani, ama imani ni nini kulingana na Mungu, ama imani ya kweli ni nini. Waebrania sura ya 11 inasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mstari wa 2 unaendelea kutupea mfano wa imani. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Msingi wa imani inaelezewa mzuri sana katika hiyo misari mitatu ya sura ya 11 ya kwamba imani ni nini. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mfano mzuri, injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi ni kuwa sababu Mungu aliumba mwanadamu akiwa mwenye haki na mtakatifu katika bustani la Edeni. Lakini shetani akaja akadanganya mwanadamu, akatenda dhambi, akafanya yale ambaye hakutakana afanye. Uhusiano wa mwanadamu na Mungu mwenye haki
ukaharibika kwa sababu ya dhambi. Naye Mungu, sababu upendo aliotupenda nao tangu mwanzo ubadiliki, na mipango na kusudi za Mungu lazima zitimie, akaamua ya kwamba atakuja hapa duniani kwa njia ya Yesu Kristo, ajitoe kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, ili wote watakao tubu dhambi zao na wamwamini Yesu Kristo kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, na waamue kutoka ndani yao ya kwamba wataachana na maisha ya kuasi Mungu, waachane na maisha ya kufanya yale mambo ambayo Mungu anasema wasifanye, wawachane na maisha ya kutofanya yale ambayo Mungu anasema wafanye, wajisalimishe kwake awe Bwana na Mwokozi maishani mwao. Dhambi zao zinatakaswa, Roho Mtakatifu anaingia ndani yao, na wanaanza maisha mapya katika Kristo, kutoka kwa maisha ya dhambi wanaanza maisha wenye haki mbele zake Mungu. Mpaka uamini hivyo, ndio sasa Injili, habari ya Injili iweze kufanya kazi ndani yako. Mfano mzuri. Kwa hiyo sasa nikielezea kupitia kwa huu mstari wa kwanza wa sura ya 11, nikitumia sasa muktadha wa Injili, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Unajua hatuokoki hivyo bure. Wokovu wetu sio jambo ambalo halina lengo na makusudi. Wokovu wetu una matarajio na matumaini. Yesu akipokelewa katika utukufu, na katika siku zake za mwisho hapa duniani, aliambiwa wanafunzi wake ya kwamba ameenda kuandalia makao, na atakapokamilika atakuja kuwachukua. Na akasema ya kwamba nyumbani mwa Baba kwake Mungu kuna vyumba vingi, na kama haingekuwa hivyo angewaambia. Kwa hivyo tarajio la wokovu wetu linaendelea. Yesu akipokelewa katika utukufu, alipoenda malaika walikuja wakaambia walioshuhudia akipokelewa katika utukufu. Malaika wakawaambia, mnaona huyu Yesu jinsi ambavyo ameenda, hivyo ndivyo atakavyorudi. Kwa hivyo wokovu wetu una hiyo tarajio, una hiyo tumaini ya kwamba Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa lake takatifu. Na kanisa lake takatifu inamaanisha wale ambao watakuwa wamekufa kabla ya kurudi kwake Kristo, kama watakuwa wakiwa ndani ya Kristo, naye akiwa ndani yao, wakiwa wenye haki machoni mwake Mungu.
Hiyo ni sehemu moja ya kanisa takatifu. Sehemu ya pili ni wale watu ambao watakuwa hai wakati Yesu Kristo atakuwa akirudi kulinyakua kanisa. Sababu Biblia inasema ya kwamba wale ambao watakuwa wamekufa wakiwa katika Kristo watafufuka na wafikwe mili ya utukufu. Naye kama kufumba na kufumbua kwa jicho, wale ambao watakuwa hai na watakuwa wenye haki watabadilishwa mili na waungane na wale wenye kufufuka, wamlaki Bwana Yesu mawinguni, na watakuwa naye milele na milele. Hilo ni tarajio la imani yetu, tarajio la wokovu wetu. Kwa hivyo, na unajua hayo ni mambo ambayo huwezi shika. Hayo ni mambo ambaye hauwezi onyesha mtu. Haya ni mambo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio inasemekana imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Sina shaka ya kwamba Yesu Kristo atalirudia kanisa lake takatifu. Siwezi nikadhibitisha, lakini nina imani. Nina imani ya kwamba Yesu Kristo ambaye ni dhihirisho la Mungu katika mwili alikuwa hapa duniani. Akajumuika miongoni mwa wanadamu, akahubiri na akafunza habari ya ukombozi, habari ya wokovu kwa Waisraeli na kwa watu wa mataifa kupitia kwa wito mkuu. Hiyo ndio imani. Unajua, Waisraeli walipokuwa Misri walikuwa wanalilia Mungu kuhusu shida na matatizo waliokuwa napitia wakati ule. Mungu akasikia, akatuma mtumishi wake Musa, akawakomboa kwa ishara na miujiza. Wakashuhudia, wakaona. Katoa Misri na wakaanza safari ya kuelekea nchi ya ahadi. Lakini changamoto ambazo walikuwa wanaona kidogo kidogo zikawafanya wawe na shaka na wakose kuamini ama kudhamini maneno ambayo Mungu aliwanenea kupitia kwa Musa ya kwamba anawapeleka katika nchi ya ahadi. Na tumeamua kwamba tuogope, tujichunge, sababu vile ambavyo Waisraeli waliahidiwa kwenda katika nchi ya Kanaani, sisi wakati huu ndio tunaendelea kusikia hii injili ya wokovu. Lakini vile ambavyo wengine wao hawakufika katika nchi ya ahadi, hata sisi tuchunge tusikose kufika katika nchi ya ahadi, nchi ya umilele, uwepo na utukufu wake Mungu wa milele. Hivyo ndivyo ilivyo. Na tunaonyeshwa sababu ya hawa watu kutofika nchi ya ahadi. Ni sababu
yale mambo ambaye Mungu aliwaambia kupitia kwa Musa. Walikosa kuwa na hakika na yale mambo ambaye Mungu alikuwa amewaahidi, na wakakosa kuona mambo ambaye hayakuwa yanaonekana wakati huo. Wakakosa imani. Msukumo wa wokovu wetu, msingi wa tumaini letu ni imani katika Kristo. Yaani, sababu wokovu wetu unajumuisha mambo mawili. Mambo ambayo tumeahidiwa na mambo ambayo hayaonekani. Na ndiposa mahali pengine Biblia inasema ya kwamba hatuenendi katika macho ama kuona, tunaenenda katika imani. Yaani, kitu ambacho umeahidiwa kama uzima wa milele, unaongea kukihusu ni kama uko nacho, sababu hauna shaka kitatimia. Mambo ambaye hauyaoni kama mbingu mpya, kama Yesu Kristo, kama Mungu, unaongea kumuhusu kama unamuona, sababu ya imani. Na ndio sababu wakati mwingine watu wengine wanaona sisi ni kama tumebagawa, wanaona ni kama tumechanganyikiwa, sababu mambo ambayo tumeahidiwa tunaongea tukiwa na uhakika nayo, na mambo ambaye hayaonekani tunaongea kama tunayaona. Mfano, mimi Roho Mtakatifu anadumu ndani yangu. Nina Roho Mtakatifu. Ukiambia mtu hivyo anashangaa. Lakini ni mambo ambayo Yesu Kristo alinena kuyahusu. Na nafikiri tutafika katika Injili ya Yohana, ikinukuu maneno yaliyoko katika Zaburi. Yaani, kando ya mbavu zake itatiririka chemichemi za maji ya uzima. Na Biblia inaenda kuelezea vizuri ya kwamba wanafunzi hawakuelewa ya kwamba Yesu Kristo, hizo chemichemi za maji ya uzima, alikuwa anaongea kuhusu Roho Mtakatifu ambaye watakaye muamini wataipokea. Hiyo ni ahadi ya Yesu Kristo ya Roho Mtakatifu. Na mimi sababu nimemuamini, ni muumini, nimepokea hiyo ahadi. Yesu Kristo ambaye ni Mungu katika mwili anadumu ndani yangu kama Roho Mtakatifu. Ukisema hivyo watu wengine wanashangaa, wanakuambia tuonyeshe. Lakini unaambia ni imani, ni ubayana wa mambo yasiyoonekana. Hata mtu akikuuliza
tuonyeshe nini inaonyesha kwamba umeokoka. Ni alama gani ulio nayo kwa mwili wako inaonyesha kwamba umeokoka? Hakuna alama. Lakini nimeokoka. Nimesamehewa dhambi zangu za awali. Na mimi ni kiumbe kipya katika Kristo. Na natembea na neema yake Mungu. Imani. Wale watu habari walioisikia ikakosa kuwasaidia, sababu ya mambo mawili. Hawakuichukua kwa makini, hawakuidhamini mwanzo. Na hata kama kuna wale ambao waliidhamini, hawakuichanganya na imani. Hawakuichanganya na imani. Unajua, wakati mwingine unakutana na mtu, unamhubiria, ama hata saa nyingine yeye mwenyewe anajileta kwako, sababu ya mbio ambaye amekimbishwa na dhambi na maovu na maisha ya kumwasi Mungu. Roho Mtakatifu anakusaidia, unamhudumia.